Kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kuwa ndani ya bunge hili tukufu, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye amenipa uhai na mimi kuwepo mahali hapa. Lakini la pili, nichukue nafasi hii kipekee kabisa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndio mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, kamati kuu, halmashauri kuu, kwa kuniona na mimi mtoto wa mfugaji niwe sehemu ya bunge hili tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini la pili ni washukuru wananchi wa Monduli kwa kunipa heshima ya kunipa kura za kutosha na kumpa Mheshimiwa Rais Samia kura za kutosha ambayo zimeniwezesha mimi kufika leo eneo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijajikita kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais ambayo kimsingi hotuba ya Mheshimiwa Rais imejitafsiri yenyewe vizuri na imejielekeza vizuri, haina jambo ambalo kimsingi linaweza likamshinda mtu yoyote kuitafsiri kwa sababu hotuba imejitafsiri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wana Monduli tuna sababu ya kusimama kifua mbele na kumsemea Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyoifanya ndani ya miaka minne ndani ya jimbo la Monduli. La kwanza, kuna wengine ambao wafahamu miaka ya nyuma kabla ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kushika nafasi ya urais, tulikuwa inapofika kila mwaka Januari tunaanza kuwachangisha wananchi shilingi 10,000 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa. Kwa hiyo tunakuta wanafunzi tunawapeleka shule kwa awamu ya kwanza na awamu ya pili ili tutengeneze madarasa. Lakini Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani mwaka wa kwanza tu akatupelekea madarasa ya kutosha kwenye shule zetu za sekondari, na hatakuwa na mchango tena kwenye mwaka huo wa kuchangisha wananchi. Kwa hiyo unaona jinsi gani alivyoanza, lakini akaendelea kila mwaka, na ndani ya miaka minne ya utangulizi wa Mheshimiwa Rais tukajengewa madarasa zaidi ya madarasa 109, tukajengewa mabweni zaidi ya 9, tukajengewa vyoo vya kutosha 64, tukajengewa nyumba za walimu 30. Hiyo ni kazi ya Mheshimiwa Rais alipoingia tu ndani ya miaka minne. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, haitoshi tu. Mnakumbuka miaka ya nyuma tulikuwa tunajenga sekondari zetu kwa kuchangishana, kukimbizana, kushikana. Lakini Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani akatujengea shule za kisasa 5 kwenye kata ya Meserani, Lepurko, Mswakini na Mtoambu kwenye kata ya Migungani. Shule za kisasa yenye zaidi ya shilingi milioni 600. Hiyo ni kazi nzuri iliyofanywa na rais wetu Samia Suluhu Hassan. Na ndio maana nasema hotuba ya Mheshimiwa Rais imejitafsiri vizuri na haina kazi ngumu ya kuitafsiri kwa sababu kazi imefanyika. Lakini sio hilo tu. Nataka niseme mafanikio kwa sababu nilipata fursa ya kuwa sehemu ya kusimamia hayo mafanikio nikiwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Monduli kwa zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo haya naye azungumza, atakayezungumza huko pembeni akasema hayana ukweli, aende kwenye jimbo la Monduli aangalie matunda na kazi nzuri iliyofanywa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini sio hilo tu. Mheshimiwa Rais alipoingia alikuta vituo vya afya zaidi ya viwili ambayo cha Mtoambu na Makuyuni havikukamilika, lakini ndani ya muda mchache akakamilisha, akaweka na ambulance. Mtoambu akaweka na ambulance, ile vituo vya afya vile vikakamilika. Lakini sio hilo tu, hajakaa sawa, akatujengea kituo cha afya cha kisasa kilichoko Nafco, kilomita 54 kutoka Monduli mjini mpaka eneo hilo, ambayo kimsingi wananchi wengi wa maeneo ya Loksale na Lami na Lemoti walikuwa wanapata changamoto ya kuja kwenye hospitali ya wilaya. Lakini tunavyozungumza sasa tuna kituo kizuri cha kisasa cha afya kilichokamilika, kilichokuwa na kila aina ya vifaa tiba vilivyoko ndani ya hospitali, na ambulance mpya ya kisasa ipo kwenye kituo kile. Lakini sio hilo tu. Hospitali ya wilaya ukifika sasa hivi, mimi nilikuwa naambia watu wengine, wananchi wetu walipokaa kwenye foleni kumpigia Mama Samia kura walikuwa wana sababu za msingi za kumpigia kura, kwa sababu hospitali yetu ya wilaya sasa utadhania ni hospitali ya mkoa. Nilikuwa asubuhi nasikia hapa watu wakizungumza juu ya kuhifadhi watoto njiti. Hospitali yangu ya wilaya
ina vile vitanda vya kuhifadhi watoto njiti 11. Kwa hiyo kwenye wilaya ya Monduli tumeadvance kwa kiasi hicho. Lakini ukienda pale ukikuta maabara ya kisasa ambayo ukilinganisha na mkoa hazina tofauti. Hiyo yote ni kazi ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwenye upande wa afya. Wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, tulikuwa tuna uhitaji wa watumishi wa afya 341, lakini ndani ya kipindi hiki kichache tu cha Mheshimiwa Rais tumeshaletewa watumishi wa afya 221. Unaona ni jinsi gani Mheshimiwa Rais anayafanya kazi yake. Lakini unapokuta mtu anazungumza, tukizungumza haya anaona kama tunajifurahisha. Hatujifurahishi. Nenda Monduli uone kazi kubwa hiyo iliyofanyika. Lakini sambamba na hilo, ukikuta kwenye shule za msingi unaona jinsi gani tulikuwa tunapata wakati mgumu. Tunakuta tuna madarasa hayapauliwa. Mheshimiwa Rais alipaua yote, na baada akatuletea fedha Monduli juu tukajengewa shule ya kisasa ya zaidi ya shilingi milioni 480, ambayo watoto wa Monduli, watoto wa wapiga kura wa Monduli walikuwa wanapata wakati mgumu kwenda shule wanapotokea mvua, kuruka korongo. Lakini sasa watoto wale wanapata furaha kwa sababu Mheshimiwa Rais amewajengea shule nzuri ya kisasa pale Monduli juu. Lakini sambamba na hilo, twende kwenye maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mradi mzuri na mimi nipongeze sana Wizara ya Maji. Imeitafsiri mapema sana hotuba ya Mheshimiwa Rais. Unaona jinsi gani mradi kutoka kwenye miinuko yale ya Mto Mbu kushuka mpaka vijiji vya Silale na sasa inaelekea mpaka kwenda Utukai, mradi ambao uligharimu bilioni 1.9. Leo ukifika pale Silale na wengi viongozi wanapokuja wanapingia kwenye ile mradi, ule mradi umeshaanza kufanya kazi ya maji kwenye vile vijiji. Lakini sio hilo tu, tuna miradi miwili mikubwa ambayo nataka nisemee kidogo Mheshimiwa Mwenyekiti. Kuna mradi wa vijiji 7 iliyoko Makuyuni, ambao mradi huo ulisainiwa mwaka 2024. Mimi niombe Wizara ya Maji, mradi ule umeshaanza na mkandarasi iko site. Ningelifurahi kwa kuwa wananchi wangu wanatamani kutumia au kunywa maji ambayo Mheshimiwa Rais aliwaahidi na ambao umeanza. Niombe mradi ule, kwa sababu ukienda hata kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais hiyo, kwa sababu kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais na yenyewe imetafsiriwa vizuri kuhakikisha unakamilisha miradi, na mradi ule na wenyewe ukamilike kwa wakati, ili wananchi wa Monduli waendelee kufurahia matunda ya serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Jemedari Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Niombe wizara hiyo iangalie kwa makini, na mimi nashukuru wizara hiyo yuko mtu makini, yuko mtu mchapakazi, atahakikisha kwamba tafsiri ya hotuba ya Mheshimiwa Rais anakwenda kusimamia vizuri na kuhakikisha tunakwenda kupata hayo maji kwa wakati mzuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipokuwa nasoma hii hotuba ya Mheshimiwa Rais, ukijaribu kuangalia kila eneo alilolitaja, mimi nitajikita kwanza kwenye eneo moja hili la mifugo. Umeona Mheshimiwa Rais pale ameelekeza kwenda kutengeneza maeneo ya malisho kutoka eka milioni 3.6 kwenda eka milioni 6. Sasa naamini kabisa kwamba waziri mwenye dhamana na mifugo atakwenda kutafsiri na kueleza kiundani juu ya maeneo ambayo tunakwenda kuongezewa kwa ajili ya ufugaji, ili kuondoa zile tofauti kati ya wakulima na wafugaji, kuhakikisha kwamba ile tatizo linaondoka. Lakini pale kwenye hilo eneo Mheshimiwa Rais ameelekeza kuhakikisha kwamba kuna jengwa mabwawa, kuhakikisha kwamba migogoro baina ya wananchi na baadhi ya maeneo, nafika unajua Monduli na mimi na mgogoro fulani ambao kimsingi sio mzuri, naamini tunakwenda kumaliza. Baada ya kusema hayo, niseme neno moja tu la mwisho. Tumbo lililomzaa Mama Samia Suluhu Hassan limebarikiwa. Mungu awabariki sana. Asante na naunga hoja mkono. Asante sana Mheshimiwa Kadogo kwa mchango wako mzuri. Kwa kweli Mama Samia amebarikiwa sana.